Ukichukua chungwa, mpira wa mguu, tone la maji, jua, mwezi, dunia, mirihi, msharihi au sayari yoyote ulimwenguni, utagundua jambo moja ambalo linasawazisha vitu hivi vyote. Vyote vina umbo linalofanana, nalo ni mviringo. Lakini je, hilo ni bahati mbaya? Kwa nini hakuna sayari yenye umbo la mche mraba? Kwa nini hatuoni sayari yenye pembe tatu au sayari yenye pembe kama jiwe lililovunjika? Je, ni nani aliyezipa sayari umbo hili? Karibu katika Afrika Imara, na leo tajibu moja ya maswali ambayo kila mtu amewahi kujiuliza, lakini wachache wetu ndio wanajua jibu kamili. Kwa nini karibu kila kitu kikubwa angani huwa na umbo la mviringo? Jibu ni mvuto wa gravity. Ili uweze kuelewa kile ninachosema, hebu tuanze na mfano rahisi. Fikiria una kipande kikubwa cha udongo mkononi. Ukianza kukibonyeza kutoka upande mmoja, kitabadilisha umbo lake na labda kitatandazika na kukaa kama chapati. Lakini kama unaweza kubonyeza kwa nguvu sawa kutoka kila upande kwa wakati mmoja, udongo huo utachukua umbo la duara. Hicho ndicho kinachofanywa na mvuto wa gravity kwa miili mikubwa ya angani. Mvuto huo huvuta kuelekea katikati kutoka kila pande kwa nguvu karibu sawa. Kwa sababu hakuna upande unaovutwa zaidi kuliko mwingine, nyenzo huanza kujipanga katika umbo ambalo linaweza kustahimili mvuto huo kwa usawa. Umbo hilo ni mviringo. Lakini kwa nini mvuto huo wa gravity hufanya hivyo? Kama tulivyojifunza kwenye kipindi kile cha mvuto wa gravity, kila chembe chenye uzito huvuta chembe kingine. Kadri vitu vinakusanyika pamoja, ndivyo mvuto wake wa gravity unavyoongezeka. Mwanzoni sayari hazikuwa duara. Zilikuwa makundi ya mawe, barafu na vumbi vilivyokuwa vinagongana angani. Baada ya mamilioni ya miaka ya migongano hiyo, vitu hivyo vilikusanyika na kukua vikubwa zaidi. Kadri vilivyozidi kuwa kubwa, ndivyo mvuto wake ulivyozidi kuwa wa nguvu mno. Hatimaye mvuto huo ukawa mkubwa kiasi kwamba ukaanza kubonyeza milima, miamba na mapengo kuelekea katikati. Polepole sayari ikaanza kujisawazisha, na ndipo umbo la mviringo lilianza kuonekana. Lakini kuna jambo ambalo ningependa ufahamu. Sio kila kitu angani ni mviringo. Angalia asteroidi nyingi. Baadhi zinafanana kama viazi, nyingine zina umbo la karanga, na zingine zinaonekana kama mawe yalivunjika. Kwa nini? Kwa sababu ni ndogo sana na mvuto wao ni dhaifu. Hakuna nguvu ya kutosha kwenye asteroidi ya kuzikandamiza na kuzifanya ziwe duara. Hii ndiyo sababu asteroidi nyingi hubaki kuwa na maumbo yasiyo ya kawaida. Sasa hebu tufikirie mfano mwingine. Mvuto inayofanya kazi kwa usawa kutoka kila pande husababisha umbo la mviringo. Lakini kama sayari ni mviringo, kwa nini dunia hii si mpira mkamilifu? Kwa nini mshtarii na zohari pia si duara kamili? Jibu ni kwamba zinazunguka. Kadri sayari inavyozunguka, nguvu inayojulikana kama centrifugal effect husababisha sehemu ya katikati kuvimba kidogo. Ndio maana dunia imebanwa kidogo kwenye ncha zake. Na sayari zinazozunguka kwa kasi zaidi kama mshtarii na zohali zimebanwa hata zaidi. Kwa hiyo, kitaalamu dunia si duara kamili. Ni umbo linaloitwa oblate spheroid. Hata hivyo, ni ndogo kiasi kwamba ukitazama kutoka angani bado inaonekana mviringo. Na je, nyota nazo? Ndiyo. Jua pia ni karibu mviringo kwa sababu nguvu yake kubwa ya mvuto huvuta gesi zake kuelekea katikati kutoka kila pande. Hata matone ya maji yanayoelea angani huko karibu duara. Kwa nini? Kwa sababu badala ya mvuto, nguvu za mvutano wa uso, yani surface tension, ndio inajaribu kupunguza eneo la uso wa tone. Na umbo lenye eneo ndogo zaidi kwa ujazo ni duara. Hivyo, hata katika kiwango kidogo cha tone la maji, asili bado huchukua umbo la mviringo. Lakini kuna swali moja la mwisho.
Je, kuna ukubwa maalum ambao kitu lazima kifikie ili kiwe mviringo? Ndiyo. Wanasayansi huita mpaka huo hydrostatic equilibrium. Huu ndio wakati ambapo mvuto wa kitu hukuwa na nguvu ya kutosha kushinda ugumu wa miamba au barafu zake na kukifanya kijisawazishe katika umbo la karibu duara. Ndio sababu dunia ni mviringo, mwezi ni mviringo, na sayari kibete kama Pluto pia ni mviringo, lakini asteroidi nyingi bado zinafanana kama mawe yaliyovunjika. Kwa hiyo, ni nani aliyezifanya sayari ziwe na mviringo? Hakukuwa na fundi aliyezichonga. Hakukuwa na mashini iliyozitengeneza. Kulikuwa na nguvu moja pekee iliyofanya kazi kwa mabilioni ya miaka: mvuto wa gravity. Ni nguvu hiyo hiyo inayotufanya tusianguke kutoka duniani. Ni nguvu hiyo hiyo inayofanya jua kushikilia sayari zote, na ni nguvu hiyo hiyo ambayo kimya kimya ilizipa karibu sayari zote umbo tunaloliona leo. Kwa sababu wakati mwingine umbo la kitu sio matokeo ya bahati, ni matokeo ya sheria za asili ambazo zimekuwa zikifanya kazi tangu mwanzo wa ulimwengu. Asante kwa kuungana nami katika kipindi hiki. Kama umejifunza jambo jipya leo, usisahau kuipenda video hii, kujiunga na chaneli hii na kushiriki ili watu wengi zaidi wagundue maajabu haya ya sayansi. Asante.